Uhali gani mtazamaji wa Kam TV Tanzania, karibu Kam TV Matukio, jina langu ni Wichi Lala. Rais mpya wa Madagascar, Kanali Michael Randrianirina, amemtangaza waziri mkuu mpya wa kiraia. Kufuatia mashauriano na bunge, Randrianirina amemchagua Heristasalama Rajaonarivelo kama waziri mkuu mpya. Rajaonarivelo ni mtu mwenye ushawishi katika sekta binafsi nchini humo na mwenyekiti wa zamani wa benki ya Madagascar, Malagasy Bank BNI. Rais Randrianirina, ambaye aliapishwa siku kadhaa zilizopita, ameahidi kuunda serikali ya kiraia na ushirikiano na nguvu zote zinazoiendesha nchi hiyo baada ya jeshi kuchukua madaraka. Hata hivyo, amekanusha madai yaliyoibuka wiki iliyopita kwamba aliongoza mapinduzi. Maandamano ya mwezi uliopita ya kupinga hatua ya kukatika kwa umeme mara kwa mara nchini humo yaligeuka haraka na kuwa maandamano makubwa ya kuipinga serikali. Lakini pia nchini Japan, kiongozi wa kihafidhina Sanae Takaichi amechaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa kike nchini humo. Sanae amechaguliwa kwa kura 237 katika bunge lenye viti 465. Chama cha Sanae cha Liberal Democratic LDP, ambacho kimeiongoza Japani kwa muda mrefu, kimekubaliana kuunda serikali ya muungano na chama cha mrengo wa kulia cha Japan Innovation Party kijulikanacho kama Ishin. Sanae aliyekuwa msaidizi wa waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe alimuenzi sana waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Margaret, na anatarajiwa kurudi katika mtindo wa uongozi wa Abe wakati akijaribu kufufua uchumi unaokua kwa kasi ndogo na kupambana na ongezeko la bei za bidhaa. Kwingineko, rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amekuwa rais wa kwanza wa zamani wa taifa la Umoja wa Ulaya kufungwa jela baada ya kuanza kutumikia kifungo chake. Waandishi wa shirika la habari la Ufaransa AFP wamemuona Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 akiondoka nyumbani kwake asubuhi, na baada ya muda mfupi akaingia katika gereza la Sante lililoko mjini Paris akisindikizwa na maafisa wa polisi. Sarkozy atatumikia kifungo cha miaka 5 jela. Mawakili wake wamesema wamewasilisha ombi la kutaka kuachiwa kwake. Sarkozy aliyeongoza Ufaransa kutoka mwaka 2007 hadi mwaka 2012, mwezi uliopita alipatikana na hatia ya kutafuta ufadhili wa kampeni kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi katika uchaguzi ambao alishinda. Wafuasi wake kadhaa walikuwa nje ya makazi yake mapema leo, huku baadhi yao wakiwa wamebeba mabango yenye picha zake. Sarkozy sasa ndiye kiongozi wa kwanza wa Ufaransa kufungwa jela tangu Rais Philippe Pétain ambaye alishirikiana na utawala wa Kinazi. Pétain alifungwa jela baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Endelea kufuatilia Kam TV Tanzania kwa update zaidi. Mimi ni Wichi Lala wa Kam TV Tanzania.